Dank sei dem Herrn, dass wir seine Gegenwart schon verspüren. Bwana asifiwe na shukuriwe, kwa sababu tumekwisha kuanza kusikia uwepo wake. Ohne Jesu Nähe ist betrübt mein Herz. Mwimbaji mmoja wa nyimbo anaimba na kusema, bila uwepo wa Mungu moyo wangu unahuzunishwa. Bila uwepo wa Yesu furaha yote inakuwa ni maumivu ya uchungu. Kama Bwana haiko hapa, kama habariki, na kama hatujue kweli kweli ya kwamba iko pamoja nasi, pia furaha ya dunia hii nayo inakuwa ni maumivu makubwa. Basi acha Mungu awe pamoja nasi ili tuweze kuwa waliobarikiwa wa Bwana, kama vile Mungu alivyokuwa akiambia Abrahamu, nitakubariki na wewe utakuwa baraka. Tuliposoma Zaburi inayosema hakuna mtu aliyekuwa mwenye haki mbele ya Mungu, niweza kuona kilalo ikienda mpaka Agano Jipya, na nikakumbuka Waroma sura 3 mahali kunapoandikwa ya kwamba tulihesabiwa haki kwa imani. Tulikuwa wachafu, wasio stahili, waliokuwa mbali ya Mungu, lakini sasa tumekaribishwa. Mbele ya kutoa hesabu nyingi ya matangazo, nitaka niweze kusoma neno hili. Waroma sura 3 kwanza kwa mstari wa 21. Waroma sura 3 kwanza kwa mstari wa 21. Lakini sasa haki ya Mungu imeonyeshwa pasipo sheria, imeshuhudiwa na sheria na manabii. Siyo haki ya watu, lakini haki ya Mungu ilifunuliwa. Ni kusema haki ya Mungu ambayo iliyo hapa kwa ajili ya wote kwa imani ndani ya Yesu Kristo, na inayopewa kwa wale wote wanaoamini. Haki ya Mungu ina mtu mmoja anayehusika nayo, na ni Yesu Kristo. Mtu ambaye anayetafuta haki ya Mungu bila kuhesabiwa haki kwa imani ndani ya Yesu Kristo anaitafuta kwa bure. Ni ndani ya Kristo na ni ndani yake peke yake ndimo munakuwa kuhesabiwa haki yetu, na ni kwa imani ndiyo tunaipewa. Na kisha hii kutambua kwenye mstari wa 23 wa Roma sura 3 mstari wa 23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kisha tena haya matamshi ya utukufu, mstari wa 24, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo habari njema. Jina la Bwana lisifiwe. Inasemeka tena hapa mstari wa 25, naye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, kusudi aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuachilia dhambi zilizofanywa zamani katika uvumilivu wa Mungu na mengineyo. Wazo ya lazima kwangu hapa ilikuwa ni kwamba sisi au iliyokuwa ya lazima kwangu hapa ni kwamba hii wazo, tulikuja katika ulimwengu huu kama vile wanadamu wasio wenye haki, waliotengana na Mungu, waliozaliwa katika dhambi, wachafu, lakini Bwana alikuja katika dunia hii ili atafute na kuokoa wale waliokuwa wamepotea, ili aturudishe katika msimamo na katika kiwango cha kiungu. Na mtu ambaye anayeamini Yesu Kristo ndiye anayeamini Mungu. Yeye ndiye anayeamini yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya Kristo. Na ndiyo maana sio tu neno imani inayokubaliwa, lakini matamshi imani ndani ya Yesu Kristo, hiyo inabaki hivyo.
mimi ni sehemu ya watu ambao wanaoweza kufurahi kwa moyo wote wakati Mungu anapobariki na kutumikisha wengine. Shaka kuisema nani, wakati mhubiri anapoweza kufurahi kwamba Mungu anabariki na kutumikisha wengine, ndipo sasa kunakuja wakati kwa ajili yake ili naye aweze kubarikiwa na kutumikishwa na Mungu. Lakini wakati wote kungali wivu na chuki ndani ya moyo wa mtu, Mungu hajakuwa pale. Mnasikia hiyo? Tumekwisha kuyozungumzia hapa jana jioni ndani ya mahubiri. Bwana anataka afanye makao yake ndani yetu. Tunapaswa kugeuka kuwa hekalu la Mungu ili aweze kukaa ndani yetu na kutenda kupitia sisi. Wakati nilipoweza kuona na kusikia ndugu Branham katika wakati wake, nilisikia furaha kama vile haijawahi kuwa mbele ndani ya maisha yangu, na inashindwa kueleweka sana kwamba yule mtu naye alikuwa sema kwamba naye ni nabii. Alisema katika maneno yake ya kwamba nilitafuta muuaji ambaye ingepasha kupiga ndugu Branham masasi na kumuua. Yale yote nayo zunguka ni mambo ya kuhuzunisha sana, lakini kwa sababu niweza kuangaziwa na hiyo inabaki kawaida kwangu kama vile mbele. Hakuna kitu kinachobadilika kwangu hata kama unasema kitu gani. Lakini tunashukuru sana kwa sababu hatujibu yake mashambulizi kama hayo. Hao ni watu wanyonge ambao hawana maana. Tunaweza kusema nini au kuweza kufanya kitu gani tena? Leo niliweza kusema, lakini hakuweza kwa sababu ya wale ambao wasio hapa au wale ambao hawajaweza kuwa na kuona kwa ujumla kuhusu mwito wa kipekee wa ndugu Branham, na ningetaka niweze kuionyesha hapa leo kwa sababu ya barua yangu ya mwisho iliyopita. Wamoja waliweza kuwaza ya kwamba mimi ninaonyaka au ninataka kukosoa ndugu Branham, na sio moja au nyingine. Niliandika tu kwa sababu ya yale ambayo waliofanya kuhusu William Branham, wakamfanya kwamba yeye ni Yesu Kristo, ya kwamba yeye ni neno lililofanyika kuwa mwili, ya kwamba yeye ni Mungu na mambo mengine pia. Na ndiyo maana niliweza kuandika nikiwa na nia njema kama vile nilivyoandika, na natumaini ya kwamba hayo ilikuwa wazi kwa ajili ya wote. Kwa upande moja, kazi isiyoshindwa kupitia ufunuo wa kiungu, yeye kama vile nabii, na kwa upande mwingine mtu na mhubiri ambaye aliyeleta neno na ambaye naye alikuwa akikomaa katika huduma yake, na angelipashwa tu kuleta mambo kama vile ilivyokuwa imefunuliwa kwake na Mungu. Manabii walikuwa nao wakingoja yale ambayo Mungu alikuwa akiwaonyesha na kuwafunulia. Wakati napohusu mwito wa kiungu, ninamuunga mkono mpaka mwisho. Nuru hiyo iliyokuwa juu ya kichwa cha ndugu Branham ilikuwa juu yake katika saa fulani, karibu saa 3 nyuma ya kuzaliwa kwake, ndani ya chumba aliyokuwa ndani. Mama yake na mama yake mkubwa na wale waliokuwa pale waliweza kuona kwa macho yao nuru hiyo, na wakauliza katika saa hiyo ya kwamba hii itakuwa na maana gani? Nuru hiyo ilikuwa ikionekana kila mara. Ni nguzo ya moto ambayo iliyokuwa ikisindikiza taifa la Israeli, na nuru hiyo moja ambayo ndani yake Bwana alizungumzia Musa, na nuru hiyo moja ndiyo Saulo aliyokutana nayo kwenye njia ya kwenda Damasko, na ni hiyo nuru moja ndiyo Bwana alizungumzia toka ndani, akimwambia maneno haya toka ndani ya nuru hiyo ya kwamba Saulo, Saulo, kwa sababu gani unanitesa? Wakati mtaweza kuona hiyo mahubiri ya video sana sana wa ndugu yetu na wadada yetu wapendwa wanaotoka huku Urusi na warafiki zetu wa kutoka Rumania, wanaendelea kuwa wengi sana. Mungu awabariki nyote. Wanafika pia hata saa hii. Tunafurahi sana kwa sababu ya kufungua mipaka.
Tutaweza kuwaonyesha hiyo mahubiri ya video. Na kisha ndugu Branham anasema tena na tena, na sasa nuru iko juu ya mwanamke yule na juu ya mwanamke yule, sasa inaingia juu ya mwanaume yule na mwanaume yule. Na ni hiyo nuru moja ndiyo ilikuwa ikishuka ndani ya makusanyiko wakati ndugu Branham alipokuwa akiombea wagonjwa, na wakati malaika wa Bwana alipokuwa akisimama karibu yake, na yale yote ilikuwa ikifunuliwa, ilikuwa ni kweli 100%. Nataka tu ili watu wote waweze kujua ya kwamba mimi ni pamoja na Mungu na pamoja na wale ambao Mungu aliyoita na aliyotuma. Kitu ingine ni picha hii, na niliweza kuleta hii magazine kwa kutaka hii magazine live leo, ili andikwa Uingereza na Marekani, na tunaona hapa Rockefeller pamoja na mke wake. Lakini hiyo picha moja inaweza kukamatwa ikikamatiwa toka urefu wa kilomita 325. Unaiona hapa vizuri sana, na mtu ambaye anayotoka huku nje anaweza tu kutazama juu kwenye nguzo, na ni hapo ndipo kunakuwa nuru ile. Unaona iko wazi, unaona hapo ndani uso wa Bwana. Na ni siku ya tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963 ndipo nuru hiyo ilishuka, na Bwana akazungumuza kutoka wingu hile, hiyo nuru ambayo ndani yake ndugu Branham aliweza kufunikwa ndani, na hao malaika 7 waliweza kumzunguka katika nuru hiyo katika sura ya piramidi, na akaambiwa ya kwamba urudi Jeffersonville, kwa maana wakati umekuja kwa ajili ya kufungua mihuri 7. Ninashuhudia hapa nikiwa na moyo ulio wa haki mbele ya Mungu na mbele yenu na mbele ya wale wote ambao watakaosikia tena baadaye, ya kwamba mimi ni mshuhuda, mimi ni mwaminifu kwa kutumwa na mwito wa kiungu, na nitaweza kutangaza yale ambayo Mungu aliyonifunulia mpaka mwisho. Kazi yangu ni kwamba niweze kupanga mambo yote sawa sawa na Biblia, na niweze tu kutangaza yale ambayo ninaweza kutangaza kutoka ndani ya Biblia. Ninaacha ingine yote kwa Mungu. Niliweza kuleta kanda ingine akose wachache ndio waliweza kuiona hapa. Mtu mfanya biashara milionia mkubwa anayeitwa Maina Egenbright, ambaye nilikuwa nikijua pia, nami alikuwa akisindikiza ndugu Branham mara nyingi. Alikamata picha 2, moja mwanzo wa makusanyiko. Ndugu Branham anasimama hapa, tazama hii mazabahu, na picha ingine wakati alipokuwa akiomba, na hapa akasema sasa uwepo wa Mungu yuko hapa. Eneo yote ya mazabahu ilikuwa ikizungukwa na moto. Eneo yote ya mazabahu ilikuwa ikizungukwa na moto, na inaonyeshwa hapa kwenye picha. Mungu ni Mungu anayejionyesha, Mungu aliye hai. Anaweza kuonekana katika nguzo ya moto, anaweza kuonekana katika nguzo ya wingu, anaweza kujifunua kama vile anavyotaka, na tunashuhudia ya kwamba alijifunua. Na hiyo ndio inayotofautisha ndugu Branham na wale wainjilisti wengine wote ambao Mungu hakujifunua kwao na kujionyesha kwao kwa namna ya kimaajabu. Sisi hatufanye kulinganisha iliyo kubwa au hatumupange katikati ya wakubwa na wadogo, lakini ninataka niweze kuwa sehemu ya yale ambayo Mungu anayofanya ndani ya wakati wangu, na sio sehemu ya yale ambayo, na sio kuwa sehemu ya wale ambao wainjilisti wakubwa wanafanya, lakini kuwa sehemu ya yale ambayo Mungu aliyofanya na anayofanya katika siku zetu. Kwa wale ambao wangali wanaopata mambo fulani kuwa magumu kwa kuelewa ndani ya mahubiri ya ndugu Branham, mniache niweze kuambia hii ili niweze kuangazia vizuri. Kwa hiyo hakuna kitu kilicho ngumu kwa kuelewa. Kama hayo haingeliweza kuwa imetoshwa katika nafasi yake na kuweza kufanya kuwa ngumu kuweza kueleweka na wale wanaoshita kwamba wanajua wa expert. Kama unaweza kusoma na kusoma tena mahubiri katika hali yake yote itakuwa wazi kama unaiacha kwa namna hiyo.
Lakini kama unatosha mambo kwa nafasi yake, hayo tena haitengeneze yote pamoja, lakini hapo inageuka kuwa inashindwa kueleweka na inabomoka hapo hapo. Kama unapata mambo kama hayo, lakini na wasihi musome sura ya 3 ya barua ya pili ya Petro kwenye mstari 14 na 18. Na Petro anasema hapa ya kwamba kuna mambo magumu ya kuweza kuelewa katika barua za Paulo. Nataka kuweza kuwasomea hiyo ili muweze kujua ya kwamba imeandikwa. Watu wa Mungu walipokea mambo kupitia ufunuo, na kwa wale ambao hawana ufunuo ni vigumu kuweza kuelewa kwao, kuweza kuelewa. Na sisi pia hatukuweza kuelewa yote hapo hapo, lakini yote ilikuwa ikienda nuru kwa nuru na ujuzi kwa ujuzi. Ninasoma ndani ya Petro wa pili sura 3 kwanza kwa mstari wa 16. Kama vile vile katika barua zake zote, akisema ndani yao juu ya maneno haya. Katika barua hizi mna maneno yaliyo magumu kwa kufahamu. Watu wasio na elimu, wasio imara, wanayogeuza kama vile maandiko mengine kwa uharibifu wao wenyewe. Ilikuwa hivyo katika wakati wa wamitume, na iko tena hivyo leo. Na mtu anayesoma barua ya kwanza ikiandikiwa kwa kanisa la Efeso ataona ikisemeka mawazo haya ya kwamba uliipima wale ambao waliokuwa wakisema kwamba wao ni wa mitume na ukawaona kwamba ni waongo. Ilikuwa ni watu ambao waliokuwa wakivaa mamaski za kimitume. Lakini tena hiyo inaenda tena mbali. Hapa onyo tunaipewa hapa kwenye mstari wa 17, Petro wa pili sura 3 na 18. Basi ninyi wapenzi, mkijua maneno haya mbele, angalieni musiwe munachukuliwa na kosa la wale waovu, munageuka na kuacha kusimama imara. Kuacha kusimama imara. Kuna watu ambao waliochukuliwa na kisha wanachukua watu wengine pamoja nao. Msijaache kuchukuliwa na mambo mengine na watu wengine, lakini mshikamane imara na muwe imara. Msiweze kupigwa na upepo wa mafundisho ya uongo, lakini muweze mjengwe juu ya neno la Mungu lisiloshindwa. Wakati napo waza na kukumbuka gisi nilipokuwa Yerusalema, kulikuwa watu 21 wa kutoka nchi tofauti waliokuwa wakisema sisi ni washuhuda wale wawili, na kwamba sisi ni washuhuda wale wawili. Kila mmoja wa wale 21 alitaka kusema ya kwamba yeye ni yule mmoja wa wale washuhuda wawili. Na nawaambia ya kwamba wale 21 hakuna mmoja wao aliyekuwa yule mshuhuda. Hakuna mmoja wa wale 21 aliyekuwa yeye kwa maneno yake ya kushitetea na mawazo yao. Lakini hapo hamarozi nakuja na kusema na kuweza kusema ni mimi. Ila tu yule ambaye Mungu atakayechagua ndiye atakayekuwa, na hataweza kupiga baragumu mbele yake, lakini yeye atangoja ili Mungu yeye mwenyewe kushuhudia na kumshuhudia, na itakuwa ni Musa na ni Eliya. Na hakuna mmoja wale wa mataifa asiyetahiriwa ambaye anaweza kujisumbua na kuweza kuonyesha ukubwa wa kazi yake ndani ya Israeli, hata iwe namna gani. Iko hivyo kwa ajili ya hao wa teolojia wa ujumbe wakati wa mwisho. Ni wangapi ambao waliotaka kuweza kuwa yule ambaye ndugu Branamu aliyesema ya kwamba angepashwa kuja, ambaye alipashwa kuwekea madhabahu?
kama hangeliweza kuwa yeye. Lakini ndugu Branham katika unyenyekevu ambao Mungu aliyompatia hakuzungumuza kuhusu sehemu ya kazi yake na kisha kazi ya mwingine yule aliyekuwa akisema ambaye atakayokuja nyuma yake. Na nawaambia pia kwa sababu gani alizungumza kuhusu mvuto wa kwanza, alizungumza kuhusu mvuto wa pili na mvuto wa tatu, na akaweka madhabahu kwa mara ya kwanza kwa ajili kwa mara ya kwanza na ya pili na ya tatu. Lakini kama vile ndugu Branham na Paulo naye na ndugu Branham na Paulo iko kama vile yeye, na yeye ndugu Branham akusema kwamba mimi nitafanya mambo yote tena mpaka mwisho. Lakini Paulo naye anazungumza katika Wakorintho wa pili sura ya 12, anasema ya kwamba najua mtu ambaye aliyechukuliwa mpaka ndani ya mbingu ya tatu, ndani ya paradiso, na hakusema ya kwamba mimi ndiye niliyeishi hayo, ya kwamba nichukuliwa mpaka huku. Hapana, watu wa kweli wa Mungu wanabakiaka wakijificha, hawashonyeshake, wanatukuzaka tu Mungu, na hiyo ndiyo ndugu Branham alifanya. Kwanza, kama mnasoma kwa makini sana mahubiri na mnapojua maandiko matakatifu kwa namna iliyo wazi na kwa wingi, mtaweza kujua kwamba inasemeka kuhusu wajumbe 7. Ufunuo sura 1 mstari wa 20. Nataka kuwasomea hiyo. Ufunuo sura 1 mstari wa 20. Inaandikwa waziwazi hapa, siri ya zile nyota 7 ulizoona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu, na zile nyota 7 ni malaika za yale makanisa 7, na vile vinara 7 ulivyoona ni malaika 7. Ni mahali gani kunasemeka hata mara moja kuhusu mjumbe wa 8? Nishaka kuisema katika mwaka 1968 wakati wale wajuzi wa akili walipoweza kuzunguka wakisema malaika 7 wao kama vile wajumbe 7, kama wajumbe 7 waliokuwa katika mkono wa Bwana. Na sasa kama kuna wanani anaweza kuonekana mahali fulani, sasa tunapaswa kuuliza swali kuweza kujua alikuwa katika mkono wa nani, iko katika mkono wa gani wa nani? Kwa maana katika mkono wa Bwana kulikuwa malaika 7. Ni akose sikusoma vizuri. Ndiyo, nisoma vizuri 7. Hesabu ya ukamilifu wa kiungu na kumalizia kwa kiungu. Kanisa 7, nyakati 7, wajumbe 7, na tunaamini ya kwamba ndugu Branham alikuwa ndiye malaika wa 7 au mjumbe wa 7, na hakutakuwa wa 8. Kutakuwa tu watu wa Mungu ambao watakuwa pale kwa ajili ya kutangaza neno lililofunuliwa ambalo tuliloachiwa, tulilopewa kwa ajili ya kugawa chakula cha kiroho na kwa ajili ya kutangazia taifa la Mungu maana iliyofichwa ambayo iliyofunuliwa baadaye, na hakutakuwa kingine. Tunaweza kusoma andiko fulani juu ya maneno haya, lakini sio maneno ambayo nitaka kuzungumzia asubuhi hii. Nilitaka tu niweze kuisoma ili wote waweze kujua, na hiyo iweze kusikilikana katika ulimwengu mzima, wote waweze kujua msimamo nilio nao mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Mimi si nabii na mimi si mjumbe wa 8, lakini mimi ni mtu ambaye niliyepata neema, na mtu ambaye haikuitafuta, lakini ambaye alipewa kuweza kutangaza neno la Bwana, na hiyo katika ulimwengu mzima. Na hivyo sasa, acha Bwana aweze kubariki neno lake la utukufu ndani yetu sisi sote, na awe pamoja nasi. Wapendwa, tunaona na tunasikia kila siku zaidi na zaidi kwa namna iliyo wazi ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Kama kuna watu ambao hawajajua bado ya kwamba tunaishi sasa ndani ya siku za mwisho, msombe sasa
pia hata magazeti, msome hata magazeti, sina hitaji ya kuisoma, ninaisomaka wakati moja moja. Ndugu Kupfer aliweza kunipatia ukarasa moja ya gazeti ya Alsace, na musikie yale yanaandikwa hapa. Askofu wa Kiroma niweza kuandika andiko mbili katika Kijerumani, asema kwamba bila wafiraji au wanaoana wa jinsia moja, bila wao hakuna mtu atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Ya kwamba wale wafiraji au wakuoana wanaume kwa wanaume ndio wanatutangulia katika ufalme wa Mungu. Ndugu Rusa anasema kwamba ndio anaandikwa hiyo katika magazeti hiyo huko. Lakini Bwana wetu alisema nini? Katika siku ya mwana wa mtu itakuwa kama vile ilivyokuwa katika siku za Sodomu. Walimekwisha kuoana, wameanza kuoana, wanaume wanaovaa makoti wanaoana. Shaka soma hiyo ndio. Na hiyo wataweza kuoana pia, wanawake wawili wataanza kuoana. Shaka fanyika pia. Ndio ndugu Shimika anasema hivyo. Mimi sikuwaka na mabari yote. Ndio. Hasa tunaishi katika wakati gani sasa? Kama vile Bwana wetu alisema. Huko Sodoma ilikuwa ni wakuoana wawili, wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake. Na iko hivyo hivyo tena. Tunasoma hiyo katika barua kwa Waroma. Mungu aliye hai, Mungu anayejua mambo yote, alikuwa amekwisha kuwazia yote. Inaandikwa hapa Waroma sura 1:26. Kwa hivi Mungu aliwaacha kwa tamaa za aibu, sababu hata wanawake wao walibadilisha kazi ya asili kwa ile isiyo ya asili. 27. Na wanaume vivyo hivyo waliacha kazi ya asili ya mwanamke, waliwakiana tamaa wanaume kwa wanaume, wakifanya matendo ya haya, wanapokea ndani yao wenyewe malipo yaliyofaa kwa upotevu wao, na kadhalika na mengineyo. Na ni hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya neno la Mungu. Kuna watu wasiotaka kuweza kuamini kwamba neno la Mungu lisema kweli, lakini tunayaona mahali pote ikitimilika, ndani ya mambo ya dunia, ndani ya kiroho, ndani ya kisiasa, kwa namna yote, ndani ya kiwango yote tunaona neno la Mungu likitimilika. Katika siku za Sodomo ilikuwa ni siku au wakati ambayo ndugu Branham, ambayo Mungu alijifunua kwa Abrahamu, samahani. Bwana alijifunua kwa Abrahamu, na wale watu wa Sodoma hawakuwa na heshima kwa ajili ya hiyo kutembelewa ya juu sana. Walitaka waweze kukamata wale wanaume wawili. Na Loti alisema nini? Nitawapatia wasichana wangu hawa wawili ambao hawajaweza kukutana na mwanaume hata mmoja. Muwakamate na muwatendee mnayotaka, yale mnayohitaji. Wakasema hapana, tunataka wale wanaume wawili walioharibika, waliochukuliwa na mapepo. Na kulikuwa watu wa Mungu, na mnaweza kuisoma, ambao walioweza kuwa na wanawake wengi kwa wakati fulani au wakati wa zamani, lakini hakuna mmoja wao aliyekuwa amechukuliwa na mapepo ili aweze kutenda mambo kama hayo na mwanaume mwingine. Ni kitu kibaya, kichafu kinachotoka kwa Shetani. Na kama mtu fulani, kama mtu ana mawazo kama hayo, aweze kuja tumwombee, tukiwa chini ya mamlaka ya kiungu, aweze kufunguliwa. Hiyo iko hivyo kwa ajili ya sehemu hiyo mbili. Mnajua kuna wale ambao wanaweza kuwa chini ya mamlaka ya Shetani, ya mapepo, kama tunasoma ndani ya Waamuzi sura 8 kwenye mstari wa 13. Kulikuwa Gideoni aliyekuwa na wavulana 17 bila kuhesabia wasichana wake. Kuna wanaume waliofanya ambayo isiyopendeza Mungu au yale sio kufurahisha Mungu, lakini yale inayofanyika katika wakati huu inavuka hata kipimo yote. Hakuna woga wa Mungu katikati ya watu. Basi acha Bwana aweze kutufanzia neema sisi taifa lake, tuweze kuepuka mambo yote ambayo inaweza kufika kwenye dunia hii.
Na mnajua yule anayesoma kwa makini sana Ufunuo na atatambua ya kwamba sio wafalme tu wa dunia, lakini wenye heshima. Na neno hili inaandikwa waziwazi ndani ya Biblia. Leo wakati unapoenda mahali fulani, unasikia reverend, mheshimiwa, na unasikia hayo yote kama vile maheshima. Siku moja niweza kutoa mazungumzo huko Vienne, na mtu yule katika nyumba hiyo nzuri akaniita pia nami kwa namna ya heshima, akanipatia hiyo maheshima kwa namna hiyo. Na hapo kulikuwa maneno yaliyotoka katika kinywa changu iliyoweza kumkosoa, nikamkosoa hapo hapo. Sivumili yake, tunajua alikuwa akijua kwamba ilikuwa ni husu tu, nayo kama vile ni makusanyiko tu ya au mazungumzo ya kizehebu ya kidini. Na hapo hapo akaleta hiyo tabia yake ya heshima ya Kiautrishi, na inayoleta hiyo maheshima zake na zaidi aliweza kusema kwamba mimi ni refera, na hapo hapo nikamkosoa hapo hapo. Lakini ni hapa ndani ya Ufunuo kwenye sura 6 ikilingana na muhuri wa 6, kwa maana nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za dunia za mbingu zitatikisika. Inaandikwa hapa kwenye mstari 15 ya Ufunuo sura 6. Ufunuo sura 6 mstari 15. Na wafalme wa dunia na wakubwa na matajiri na majemadari na wenye nguvu na kila mtumwa na kila mtu mwenye huru walijifunika katika pango na chini ya milima ya miamba ya milima, chini ya miamba ya milima. Wakaiambia milima na miamba, mutuangukie, mutufiche mbele ya uso wake yeye anayeketi juu ya kiti cha ufalme na ghadhabu ya mwana-kondoo, kwa maana siku kubwa ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani anayeweza kusimama? Siku hiyo wale wakubwa wa kisiasa hawataweza kupokea tena wale wenye heshima, na wale wenye heshima hawataweza kupokea wale wakubwa wenye siasa. Siku hiyo itakuwa hivyo hivyo kwa ajili ya hao wawili. Ni kusema sasa ndipo kasirani ya Mungu itaangukia wote, itaangukia wale wote ambao kuweza kukubali habari njema. Na ndiyo maana inaandikwa ya kwamba tunapaswa kukutana, tunastahili tuweze kukimbia mambo yote itakayoangukia dunia hii, ili tuweze kusimama mbele ya mwana wa mtu. Na wasihi, musitamanie wenye heshima na wakubwa wa dunia hii. Musiweze kuwaza mbona wote wako wanaheshimiwa. Hiyo ni ya muda kidogo, ni ya kupita. Hapa karibu hautaweza kusikia ikisemeka kuhusu hayo, na hautaweza kuyaona tena. Saa imekaribia ambamo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Wote wataweza kunyenyekea mbele yake, wakubwa na wadogo, matajiri na maskini, wenye siasa na wale wenye heshima, kwa kiwango kimoja wote. Na sasa tunataka tuweze kuingia katika uchunguzi wa neno. Mnajua pia Bwana wetu wakati mnaposoma mainjili alikuwa akitoka katika maneno fulani akiingia katika maneno mengine. Msome hizo injili ine na mtaona namna gani alikuwa akitoka hapo hapo kutoka kwenye maneno moja akiingia kwa mara moja akizungumza kwa maneno mengine ndani ya sura moja, kwa namna iliyokuwa ikikuwa ya lazima. Hatuko hapa ili tuweze kuzungumzia na kutangaza neno au kutangaza neno kwa kitu kimoja tu, kuzungumzia kitu kimoja, lakini tuko hapa ili tuweze kutangaza shauri ya Mungu. Mnakubalishwa kweli ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho? Mnakubalishwa kweli ya kwamba inahusu kizazi cha mwisho? Taifa la Israeli limekwisha kurudia nyumbani kwao. Kama alama ya wakati, tunaona mambo mengi yakitimilika. Ujumbe wa mwisho uko unachukuliwa. Wamoja
wanaikataa kwa moyo mbaya, na wengine wanaipokea, wanakubali kwa furaha kubwa. Na ni kundi kidogo ndio inayokubali, ilizarauliwa kama vile manabii na wamitume na Bwana walivyozarauliwa. Lakini kila wakati neno la Bwana lilikuwa likitimilika, na imempendeza Baba ili awape ufalme, apatie ufalme kwa kundi kidogo na sio kundi kubwa. Hapana, kundi kidogo. Kanisa la Yesu Kristo lilikuwa siku zote hiyo kundi kidogo ambalo lilokuwa likifuata mchungaji na ambao aliokuwa akiongoza katika majani mabichi, na ambao waliokuwa wahakose hata kitu fulani, hata pia wakati wa jua kali. Mungu alikuwa akiwalisha na kuwanywesha. Nataka niweze kusoma ndani ya Luka sura 10 na nitaweza kuonyesha mawazo fulani hapa na kuweza kuzungumzia mambo fulani. Luka sura 10, sura iliyo ya ajabu sana, nzuri, inayohusu mwito, mahubiri, mavuno ambayo inapaswa kuchukuliwa na namna ambayo Mungu anapaswa kuagiza na namna alivyoagiza wale waliotumwa na Bwana ili waweze kutangaza neno. Inasemeka kwenye mstari wa kwanza, Luka sura 1. Nyuma ya maneno haya Bwana akachagua wengine 70, akawatuma wawili mbele ya uso wake kwenda kijiji na pahali yeye mwenyewe alipotaka kuja. Hapa kuna kitu fulani cha ajabu sana. Mimi ninataka tu niweze kwenda katika miji mahali ambapo Bwana naye anataka kwenda. Mnaelewa wazo hili? Aliwatuma ndani ya miji mahali alipotaka yeye mwenyewe aende, anataka kwenda. Nami ninataka tu niweze kwenda katika miji ambayo ninajua ya kwamba Bwana atakuja pia ndani ya mji ule. Sasa ina faida gani kwamba naweza kwenda huko kama hawezi kuja ili aweze kubariki, ili aweze kuokoa, ili aweze kufungua na kuponya? Ni ombi gani na hitaji ya watu wanaotumwa na Mungu ni gani? Ni kwamba waweze kuwa na kundi kubwa mbele yao na kisha waweze kuwa na kukubaliwa na waweze kuwa na makutano makubwa, kwa sababu hiyo inawapanda kwenye kichwa? Hapana. Mtu ambaye aliyetumwa na Bwana anaweza kutofautisha ya kwamba kitu haitoke kwake, lakini atoka kwa Mungu. Kwa Mungu sisi ni vyombo, vitumishi vinyonge vya Bwana, vyombo visivyostahili, na sio chombo kinachohesabika, sio chombo, lakini iliyo ndani inahesabika. Unaweza kuwa na chombo cha dhahabu, chombo kisicho na kosa au uchafu, lakini hiyo ndani kama haiko nzuri, sasa chombo kizuri kina maana gani? Ina maana gani? Hata ikiwa ni chombo yoyote. Lakini Paulo aliandikia kwa Wakorintho wa pili sura 4 mstari 7 kwamba tunachukua hii utajiri katika vyombo vya udongo, mwili huu wetu, mwili huu ulio nao choka uligeuka kuwa hekalu la Mungu aliye hai. Na ndugu Kir aliweza kuniambia siku fulani zilizopita kitu fulani cha kuniweka nguvu na cha kujenga. Aliniambia kwa namna hii, ndugu Frank, usishangalie wewe, neno ambalo Mungu aliloweka ndani yako lilishaka kutakasa kwa ajili ya kazi ambayo Mungu aliyokupatia. Sio chombo, ni ile iliyo ndani, ndiyo ambayo iliyo ndani ya chombo ndiyo inaikuwa ya maana, inayosabidika. Na ninataka niweze kutangaza ya kiungu kama vile nilivyoipewa na Mungu. Kwenye mstari wa 2 Luka 10 tunaambiwa
akawambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Ombeni kwa Bwana wa mavuno atume watendakazi katika mavuno yake. Bwana hakutosheka kuweza kutuma wale 12, na hakutosheka pia, haikutosha ili wa 17 waweze kutumwa tena. Mavuno ni kubwa, taifa ni nyingi, au wingi wa mataifa kwenye dunia yote zima. 12 au wale 17 wana maana gani? Leo tuko na nchi 154 akose pia, kama kuna visanga vinaweza kuwa tena huru tena baadaye. Kuna nini huko? Kundi kidogo. Wapendwa, kama tunaamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho na kwamba ujumbe wa mwisho unapaswa kufika mpaka kwenye mwisho wa dunia, tuombe kwa nia njema na kwa haki, ili Mungu aweze kutuma watumishi au watendakazi katika mavuno yake, na sio ndani ya mavuno yako na ndani ya mavuno yangu, lakini ndani ya mavuno yake, aweze kupata ndani ya kila lugha watu ambao wanaostahili kwa ajili ya kutangaza na kuchukua neno kama vile tulivyoweza kuifunuliwa na kama vile hivyo kweli. Kwa mwisho, hiyo hatua moja iweze kuonekana ndani ya bibi harusi. Ndugu Branamu aliweza kuona maono moja. Aliona bibi harusi kwanza, kama vile alivyokuwa kwa mwanzo. Alikuwa mzuri, akivaa mavazi meupe pasipo mkunjo wala kunyanzi. Na kisha akaona picha ya pili iliyokuwa ikifuata, akaona muziki rock and roll iliyokuwa ikiwasindikiza. Alitaka aweze kuwa mahali alipotaka kuwa. Bibi harusi alikuwa hana tena mavazi meupe, lakini alikuwa na kitu fulani kinachofunga kwenye kiuno chake, akiwa na mambo fulani iliyokuwa ikipanda mpaka juu kama vile frivolite, na ilikuwa kama vile angepasha kuwa bibi harusi. Na ndugu Branham alisema ya kwamba wakati nilipoona hayo, moyo wangu ukaanza kulia, na kisha akatazama mbele yake, akaona yule aliyekuwa akiwaongoza, akiongoza bibi harusi. Wadada zangu, mnisamehe kuweza kuleta hii ufunuo kwa namna hii, lakini alikuwa ni mwanamke, alikuwa akifanana na mlozi, na ndugu Branham alisema hivyo, ndiye alikuwa akiwaongoza. Huyo mwanamke alikuwa kama vile mlozi. Unataka kusikia hiyo? Na ndugu Branham akasema, Mungu wangu, hii ndio matokeo ya haya mahubiri yangu yote na hii kushitolea kwa ndugu wote. Na wakati alipokuwa amevunjika hivyo ndani ya maono hiyo mbele ya Bwana, picha ya 3 ikakuja. Na tazama, kulikuwa tena bibi harusi kama vile mwanzo, na hivyo sasa kwa mwisho bibi harusi wa utukufu anayevaa mavazi meupe, asiye na mkunjo wala kunyanzi. Na kisha akatazama wamoja walikuwa kama vile wametereza na wakatoka katika hatua, naye angepasha kuwarudisha ili awaweke katika hatua moja. Wapendwa, tufanye angalishe kwa hiyo pia, na wasihi kama mtu fulani anatereza, tusione hapo ya kwamba amekuwa adui, na tusiwaze ya kwamba amekwisha kwenda milele na kupotea. Naomba kutofautisha kama inahusu kupotea na mvurugo, kupita pembeni ya muda kidogo, au mtu fulani kweli kweli amekwisha kufanya dhambi akikufuru Mungu au kukufuru wa Mungu, na hapo yeye hawezi tena kurudi, na hakose hiyo itawasaidia. Haikuwa imetayarishwa ndani ya mpango, lakini imeandikwa ndani ya Yakobo kwenye sura 5, na acha hiyo iweze kutusaidia ili tuweze kuwa na hali njema kwa maneno haya.
Yakobo sura 5 mstari wa 19 na 20. Yakobo 5 mstari wa 19. Ndugu zangu, kama ikiwa mtu wa kwenu amepotea mbali na kweli na mtu mwengine anamrudisha, mstari 20, jueni ya kuwa mwenye kumrudisha mwenye zambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa zambi. Mshaka kusoma hiyo kwa namna hiyo, na mshaka kusoma neno hili. Kuna watu wanaosema mchaguliwa hatapotea, na kisha sasa wakati kitu fulani kinapofikia mtu fulani, anapoteleza au anapokupita pembeni, na hapo anakataliwa kama vile hajaweza kuchaguliwa. Na wasihi, msihukumu mbele ya wakati, mungoje mwisho. Pia hata kuhusu manabii inasemeka ya kwamba muangalie mwisho wao, na sio wakati wa katikati, na sio mwanzo, na sio nusu ya njia, lakini muangalie mwisho wao na muige imani yao. Tunapaswa kutenda kwa namna ya Biblia katika mambo yote. Kwa mfano, kama mtu fulani iko katika kweli na kama anapotea kwa ajili ya wakati fulani, muda kidogo, na kama anaweza kupita pembeni kwa muda kidogo, kwa namna moja au namna nyingine, Mungu ana uwezo ya kuweza kumrudisha. Lakini kama wandugu wa uongo ambao hawajawahi kuwa ndani ya kweli, wale waliotereza ndani ya imani, waliojiingiza katikati yenu, wanaoweza kuendelea kufuata njia zao, unaomba kuacha kuwaende, na hawezi kuwarudisha hata kwa upesi, hawezi kuwarudisha haraka. Lakini mtu ambaye aliye wa kweli kweli na ambaye aliyezaliwa na Mungu atashiacha tena akosolewe na kurudishwa. Hakutakuwa kupinga kwa ndani kwa neno la Mungu. Iharikishe au ichelewe, atarudia kwa kweli, atarudilia kweli, na Bwana atamfanzia tena neema. Turudi sasa akose tena neno, kwa maana inakubaliana na hiyo au natembea pamoja na wazo hili. Wathesalonike wa pili sura 2 niweza kuwaonyesha tofauti katikati ya wale wanaotereza, wanaopotea na wasiorudia tena, na wale ambao walioweza kufanya kose kurudia nyuma na kisha baadaye wanarudi tena. Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 10. Kwa udanganyifu wote wa udhalimu kwao wanaopotea, kwa sababu hawakupokea upendo wa kweli wapate kuokolewa. Tazama tofauti. Kuna watu ambao hawana upendo wa kweli kwa ajili ya kweli. Wako na upendo ya ujuzi wao wa kipekee, na wako na upendo wa mafundisho yao ya kipekee, na wako na upendo wa mafunuo yao ya kipekee. Na hao ndio watu ambao wasio na upendo wa kweli, kupenda kweli, na neno la Mungu ndio kweli. Kweli neno la Mungu, na sio ufunuo wako wa kipekee, na sio ufunuo wa kipekee. Na hii inaweza kuwa kama vile ni sanamu kwake, kama vile ni chukizo, kwa sababu haiko ya kibiblia, na neno la Mungu peke yake ndiyo kweli, na kila ufunuo inayotoka kwa Mungu inatoka katika hii vifuniko mbili ya Biblia na sio nje ya Biblia, inakuwa ikikubaliana na Biblia. Mstari 11 nasema, kwa sababu gani? Sehemu ya pili ya mstari wa 10, kwa sababu hawakupokea upendo wa kweli, wa kupenda kweli. Hapo ndipo shida iko, na najua ni kitu ina gani ninachozungumzia. Niliweza kuwa wa kiulimwengu mzima mara nyingi katikati ya wandugu ambao hawajaweza kukamata tena Biblia. Walitaka kuweza kuonyesha mafunuo zao na mafundisho yao ya kipekee,
kutoka ndani ya mahubiri ya ndugu Branamu, na walitaka kuweza kuionyesha. Na wakati niliposema mngoje kidaka kidogo, nikawambia ni muda sasa kuweza kurudia kwa Biblia. Mnajua jibu yao ilikuwa ni nini? Wakasema hakuna mtu anayeelewa Biblia ila ni nabii peke yake ndiye anayeweza kuielewa. Unaona mahali ambapo watu wamefika. Ninajua ni kitu gani ninachozungumzia. Kazi yangu haianzie jana. Niliweza kuona mambo mengi na nilikuwa mshuhuda wa mambo mengi. Mara nyingi moyo wangu ulikuwa ukipasuka. Haikukuwa kupenda kweli ndio walikuwa nayo, lakini walikuwa wakitafuta kitu kingine kipya. Walitaka waweze kuvuta watu, wakukote watu na kuweza kuwafanya watu wakufurahi. Tunapaswa kurudi kwa neno la zamani la Mungu. Kama vile ndugu Rusi alivyosema, siku zote linakuwa mpya na kila asubuhi na kila jioni, halijazeeka, lakini liko mpya kila siku. Na hata wakati tunapolifungua usiku wa manane inakuwa tena mpya. Haleluya. Utukufu kwa Mungu. Turudi kwa neno la Mungu. Na sasa mstari wa 11. Na kwa maneno haya Mungu anawaletea nguvu ya upotevu hata waamini uongo. Mstari wa 12, ili wahukumiwe wote wasioamini kweli, lakini walifurahi katika uzalimu. Katika hali hii hakuna tena kukosolewa. Unaona tofauti? Ndani ya Yakobo kuna kupita pembeni, lakini mtu anayepotea huko alikuwa kwanza na uhusiano pamoja na kweli. Ndani ya Yakobo sura 5 alikuwa na uhusiano na neno la Mungu, alikuwa ndani mbegu ya kiungu, alikuwa amezaliwa na Mungu. Lakini hapa sasa ni watu ambao hawajaweza kufanya, ambao hawajaweza kupokea upendo wa kweli, ambao wanaotaka kuweza kufanya uchuruzi wa mambo ya ujuzi wao na kufanya biashara yao. Hapana, hapa ndipo tofauti kubwa ilipo. Wamoja watarudishwa na wataweza kushukuru Mungu tena baadaye. Wengine watapita kutoka ndani ya kosa wakiingia katika kosa ingine, na wote waweza kuacha, hawatashaacha waweze kuambia kitu fulani, lakini wataweza kutazama juu wakiambia wale waliobaki katika neno, wakiambia kwamba mlibaki, mlipotea, wa kwamba mlisimama, ya kwamba sisi tumesonga mbele. Ndiyo mlisonga mbele, lakini katika mwongozo gani na pamoja na nani? Unaweza kusonga mbele tu pamoja na Mungu na pamoja na neno la Mungu na ndani ya neno la Mungu. Na sababu ya neno hili ninaishi, na kwa sababu ya neno hili ninakufa. Yohana alichukuliwa kwenye kisanga cha Patimo kwa sababu ya neno la Mungu na kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu, na sio kwa sababu ya matafsiri. Leo tuko hapa ili tuweze kushuhudia neno la Mungu na pamoja na neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tena ingine kitu moja, na hiyo inaweza kutufungua macho sasa, sana sana kwa wale wote ambao hapa ndani ya hii centre missionnaire kamata maadress kwa watu fulani na kusema ndugu yangu mpendwa, unatokea wapi na uko namna gani na kadhalika, na kisha waliweza kukamata maadress kwa miaka mingi. Unaweza kuona hiyo, unaweza kuyaona. Walikuwa na vitabu vyao vya kuandika ndani na kitu fulani kikiwa kiandikwa ndani, na hapo tangu miaka hiyo walikuwa wakitafuta maadress. Waliweza kukamata maadress ya watu wale. Nataka waweze kuonyesha ndani ya Biblia namna gani kuweza kutambua mtu ambaye hakuweza kutumwa na Mungu. Wanakujaka, wanaenda nyumba kwa nyumba na wanazungumzia kuhusu mtu ambaye haiko pale na ambaye hawezi kukubaliana na yale ambayo wanayozungumza juu yake na yale yanayoonyeshwa pale. Nao hawana neno, lakini wako na mambo mengi ambao wanaosambaza huko, na nawaonyesha pia yale wanaofanya. Wanaenda nyumba kwa nyumba. Hapa inaandikwa ndani ya Luka sura 10, Luka sura 10 mstari wa 7. Tazama, inaandikwa hapa Luka sura 10 mstari wa 7. Hii shairi hiyo lazima sana uweze kujua kama mtu ametumwa na Mungu au hapana. Kaeni katika nyumba ile mukikula
na kunywa vitu munavyopewa kwao, kwa maana mtendakazi anastahili kupokea mshahara wake. Musihame nyumba kwa nyumba. Luka sura 10:7. Akose watu wengi waweza kuacha hii pembeni. Hii inaweza kuwa haina maana ya kuambia, lakini kwa mtumishi wa kweli wa Mungu hii inakuwa na mambo mengi ya kumwambia. Kama mtu fulani akiwa chini ya kutuma kwa kiungu, anakuja katika mji akiwa chini ya agizo ya kiungu, anaingia katika nyumba, anaagiza ili nyumba hiyo iweze kupokea salama ya Mungu, na kama nyumba hiyo inampokea, hapo sasa anabaki pale, lakini hata wenda kusikia hata sikia ili waweze kumzungumzia kuhusu ndugu fulani, na cha aweze kusema kuhusu ndugu fulani na kisha tena aweze kwenda huko na kwenda huko. Hapana, haiwezekani. Mtumishi wa kweli wa Mungu hakuja katika mji ili aweze kwenda nyumba kwa nyumba. Mtumishi wa Mungu wa kweli wa Mungu anakuja katika mji, katika nyumba, anabaki katika nyumba ile, na sio kuweza kuzungumzia kuhusu wengine ili aweze kusikia kusemeka kuhusu wengine, lakini aenda huko kuweza kuhubiri neno la Mungu. Kweli ndugu, nanyi pia ninyi mnaotangaza neno la Mungu, wakati mnapoenda nyumba kwa nyumba, mmoja anawaambia hiki na mwingine anawaambia kile, mmoja anasema hiki, mwingine anasema juu ya mtu mwingine, anasema juu ya mtu mwingine, na hapo sasa mnafungwa kwa ndani, hamtakuwa tena huru kuweza kutangaza neno. Na hapo sasa mnapaswa kubata msimamo, mnapaswa kuwa kama vile mnaunga mkono mtu fulani, mnakuwa kama vile wa kuamua, lakini haiwezekani. Mnaona kwa sababu gani Bwana wetu anasema hivi? Mungu wetu ni Mungu anayejua mambo yote, anajua mambo yote, na aliweza kuacha miongozo iliyo wazi kwa wale anayotuma. Mtu ambaye asiyekubaliana na hiyo anakuwa katika mateso na katika shida kubwa, na hataweza kutoka ndani. Lakini watumishi wa kweli wa Mungu wanasomaka yale iliyo sehemu ya kutumwa kukazi, naye anashikamana nayo, na hapo sasa wanaweza kuwa baraka kwa ajili ya wote, na pia kwa wale ambao wasiopendana katikati yao, au kwa wakati huu walio na maujuzi tofauti, au wale ambao wasioweza kuelewana vizuri katikati yao. Lakini kwa wakati hiyo sasa unaweza kusaidia watu wote. Nami ninafanyaka hivyo katika nchi zote na katika miji yote. Sijawahi kukamata kwamba nasimamia naunga mkono huyu. Sijawahi kuingia katika mji kwenda kwa nyumba, na sijawahi kupatia mtu haki. Nasemaka wewe mkuje nyote tuweze kusanyika mbele ya uso wa Mungu, na yale yanaweza kusemeka itasemeka na wote waweza kusikia. Na ninawaambia niliweza kuishi ushindi ya utukufu wa Mungu katika namna kama hiyo, kwa maana hapo sasa sehemu tofauti hazingeweza tena kubishana katikati yao. Wangelipashwa sasa kusikia wote, na wakati walipokuwa wakisikia, Mungu alikuwa akiwatosha ndani mishale yote, sivyo? Na alikuwa akimwanga mafuta juu ya vidonda, na yote kaweka katika utaratibu. Na sasa sijawahi kufanya mazoezi ya kuweza kugawa makanisa, sijawahi kufanya hivyo, lakini nafanyaka mazoezi moja ya kuweza kusanya makundi zilizokuwa zimegawanyika, zimesambazwa. Na kwa ajili ya hiyo Mungu alikuwa na hitaji, aliweza kuwa na hitaji ya kunitumikisha, na hiyo tunapaswa kuwa tumeipewa kwanza na Bwana hekima yake. Nishanga isema sana mara nyingi kuhusu mwanamke yule ambaye hakuwa mwenye mtoto. Alisema kata mtoto yule vipande mbili, lakini mwenye mtoto alisema usimuue, usimukate, mwache mtoto yule aishi. Na hapo Solomoni akasema huyu ndiye mama yake, kwa maana hataki kufa kwa mtoto, lakini anataka mtoto aishi. Na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu ambao tunayotumikishwa na Mungu kwa ajili ya kutangaza neno, ili watu waweze kuzaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai. Mtu ambaye anaenda mahali fulani anayesema sasa tunagawanyika, tunagawa, msahau mtu yule anayetaka kugawa. Ingekuwa vema ili asiweze kuwa na pesa ya kuweza kulipa tiketi yake ya ndege na aweze kubaki nyumbani kwake nyumbani. Lakini mtu wa Mungu anayetakia salama kwa nyumba na kwa mji na taifa la Mungu, na mtu anayetakia salama kwa nyumba na kwa taifa na kwa mji na kwa taifa laenda kwake, na wasi
hapo sasa anapasha kuchukua hiyo salama pamoja naye, na anapasha kuwa nayo na wapatia salama, na sio kama vile ulimwengu unavyowapatia, lakini salama ya Mungu ambayo iliyo juu ya sababu yote ya wanadamu. Salama ya Mungu haisimamie kwenye ujuzi, lakini salama ya Mungu inavuka kuelewa kwetu na sababu zetu zote, na kisha inaendelea kwenye mstari wa 9. Kwa sisi tunaohubiri neno tunaambiwa hapa ya kwamba ponyesheni wagonjwa wa kule, mkiwaambia ufalme wa Mungu umewakaribia ninyi. Tunataka tuweze kukamata sehemu hii pia kwa makini sana, tuikamate kwa moyo wote, sote pamoja, kwa maana kanisa na wale wanaosikia wanapaswa kujengwa na kurudishwa katika imani kupitia mahubiri ya neno mbele, makarama na makazi za Mungu ziweze kuwa katika kazi, katika kitendo ndani ya kanisa. Na nawaza ya kwamba tumekwisha kusikia neno la Mungu kwa wingi na kusema ya kwamba tunaweza kuandika pia huko juu hapa ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele na milele. Ni wanani ambao waliweza kupona? Ni wale waliokuja kwa Bwana na ambao walioamini ya kwamba angeweza kuwaponya, na sio watu ambao waliokuwa wakirudilia maisha yao na kuweza kujiuliza wao, kwa sababu gani niko hivi na wengine wako vizuri. Hapana, watu ambao walioamini kwa moyo wao wote ya kwamba Mungu angeliweza kufanya hivyo, na kisha baadaye Mungu alikuwa ameruhusu walio wake aliokuwa ametuma akishuhudia pia neno lake. Naamini ya kwamba ilikuwa ni ndugu Gaidech ambaye aliyenisomea barua ya CSSR kuna siku 10 zilizopita. Mwanamke mmoja aliyekuwa amepooza, alikuwa na ugonjwa wa mifupa kwa kiwango hangeliweza kutumikisha tena mikono yake. Alikuwa anahitaji kunyanguliwa na kufanyiwa kila kitu, lakini sasa iko nafanya mambo yote kwa ajili ya wengine wote, kwa ajili ya watu wote. Aliweza kuomba tu ili aweze kutumiwa mshwari au kitambaa ambao unaweza kutumikishwa hapa kwa ajili ya kupanguza jasho wakati wa mahubiri, na hapo Mungu aliweza kupima imani yake, na hapo ameshuhudia neno lake ndani yake. Leo hatumikiwe na wengine, lakini yeye ndiye anatumikia wengine, na Mungu alimponya. Nishaka kuiona mara nyingi ya kwamba kama watu waliamini ya kwamba hapa mtumishi wa Mungu ambaye aliye hapa chini ya agizo ya Mungu anayehubiri neno, na kwamba Mungu anaweza kuwapatia hiyo, na kama kitambaa kinatumwa kwao, hiyo inafanyikaka, wanaponaka. Ninawambia hiyo walio wana wawili katika miaka 17 wao kuwa na mtoto, ilikuwa huko, ilikuwa na huzunisha huko Afrika. Kama mwanamke hana mtoto, inakuwa ni haya kwake, hawezi kuivumilia. Na tazama, wa ndugu na wadada wale walikuja, na niweza kuambia nini, nyuma ya mwaka moja nilipowaambia wamekwisha kuwa na mtoto mfulana, waliwita jina lake Frank. Mungu anajibu maombi, lakini inaomba hali ya mtu, inaomba kujua kwamba ni Mungu ndiye ambaye tunayehusika naye na siye mtu. Hapa hatufanyake sehemu ya kisiasa ya kidini, lakini hapa ni utangazaji wa neno la Mungu mweza yote. Niweza kuisema katika mazungumzo fulani, sijui kama ilikuwa namna gani kwa ajili ya wandugu, lakini kama mimi sitangaze neno, sina kitu cha kutangaza, sina kitu cha kutangaza. Inaomba kuwa na uhakika ya kwamba ni neno la Mungu ndilo tunalohubiri. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Nani anayeweza kuamini ya kwamba pia kwa maneno haya tutaweza kuingia katika sehemu kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo, sawa na mstari wa 9 ya Luka sura 10. Ilikuwa namna gani kwa mwanzo? Ilikuwa ni kitendo cha Mungu yeye mwenyewe, ilikuwa ya nguvu sana. Petro alikuwa akitembea katika barabara za Yerusalema, na kivuli chake kilikuwa kikiwa juu ya watu, na wale wote ambao kivuli chake kilikuwa kifikia walikuwa wakipona, walikuwa wakisimama, na hapo walikuwa wakiingia katika msafara
ambao ungepasha kuvuka katika mabarabara za Yerusalema. Ndiyo, mnaweza kusema hiyo ilikuwa kibiblia. Ndiyo, ilikuwa kibiblia sana, ya kibiblia sana. Wakati Mungu anapoifanya ni ya kibiblia, na Petro hakufanya kitu ambayo si yeye aliyefanya hivyo, ni Mungu ndiye alifanya hivyo. Alifanya tu njia yake, na ni Mungu ndiye alifanya hivyo. Sasa kuambia namna gani ifanyika. Watu ambao waliweza kuenda huko walikuwa kiamini ya kwamba Petro alikuwa ni mtu wa Mungu. Walikuwa kiamini ya kwamba nguvu za Mungu zilikuwa ndani ya kazi ndani yake. Hawakuwa naamini Petro, walikuwa wakiamini nguvu za Mungu zilizokuwa zikionekana kwa nguvu ndani ya Petro. Zilikuwa zikionekana kwa nguvu ndani ya Petro. Na ni kwa imani ndio waliweza enda huko. Na ni kwa imani ndio waliweza kupona. Haleluya, amina. Wapendwa, tunapaswa kufika katika kiwango hiyo ya imani. Paulo anaweza kusema kwa mfano, kama mnakuja hapa mnakamata mshware yangu au jasho yangu au vazi langu kwa wakati ule na kadhalika. Katika wakati ule mavazi ilikuwa kwa namna sio kama hii. Watu wanaweza kusema, waweza kunipinga kusema, kama ndugu Frank angekuwa mtumishi wa Mungu hangeweza kuvala mavazi ya kupendeza kama hivi anavyovala. Lakini kuna watu ambao wanaogeuza makolo zao kwa namna nyingine na wanashusha kichwa chao wakiwaza kwamba hiyo ndio unyenyekevu. Lakini katika hali njema, lakini hapo kunakuwa pia pepo. Kama utaweza kuwaza kwamba kuguja kichwa na kutembea polepole ndio kuwa mnyenyekevu, hapana. Lakini tunaamini kwamba Mungu anashikamana wale wote wanaoshikamana na neno lake, na wale watu wanaoenda nyumba kwa nyumba na ambao wanaochukua uchafu nyingi kuliko ile iliyo juu ya gari la kuvuna. Anapaswa kuwa na haya shaka kusema hapa, mtu ambaye aliye na wazo kidogo ya wakati na saha hataweza kubeba mboleo katika shamba wakati wa mavuno. Hataenda na mboleo wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno mtu anakamataka upanga wa kuvuna, mashine ya kuvuna, ataweza kutumikisha hiyo kwa ajili ya kuvuna, sivyo? Hiyo ni kweli? Hapana. Na hiyo ndio akili njema inasemaka ya namna njema. Ni kusema kwa hiyo ndio tunatambua mtu anayevuna, ni kusema mtu ambaye anayetumikisha hiyo mashine ya kuvuna na anayeingiza ngano ndani ya gala. Ni kusema sio Paulo alisema kuja mkamate hapa mamishware yangu na mwende nayo, hapana. Lakini ni watu ambao walioweza kuona Paulo katika kazi yake, walikubalishwa ya kwamba ilikuwa ni mtu wa Mungu. Na nafurahishwa kuweza kutambua kwamba mimi siko peke yangu kuweza kuwa niliye na jasho wakati wa mahubiri. Inaonekana ya kwamba nayo ilikuwa ikianguka juu yake na Paulo, na kuna mtu anaweza kuniambia sasa achia pale, kwa sababu umekuwa na ukali mbele ya Festo na Agripa. Paulo alihubiri kwa nguvu sana, wakamwambia achia pale, simwambia pale. Hakuna mtu anaweza kuniambia hiyo, ila tu rafiki zangu ndiweza kuniambia kwamba ningekuwa nasema kwa sauti kidogo na siwe kuwa nakuwa kwa sauti kubwa, na hiyo inaweza kuwezekana kama vile ninaweza kama tunaweza. Na hapo sasa turudi tena, nafika kwa kumalizia kwangu. Hao ni watu wa Mungu ambao Mungu aliweza kubariki. Hao ndio watu wa Mungu ambao Bwana alibariki, na hao watu walikuwa kiamini ya kwamba kama wanaweza kukamata vitambaa au mshwari na kuweza kuchukua hiyo jasho ya mtumishi ambaye alikuwa akihubiri, kuna kuichukua kwa wale watu ambao waweza kuja katika makusanyiko na Mungu alikuwa kuwaponya, na wao walikuwa kifanyika ukiwa wakipona, na walikuwa kiamini. Na waliweza kupona kwa sababu gani? Walikuwa kipona kwa sababu Mungu alikuwa ameyafanya, na hao walikuwa kiamini, na hiyo ikafanyika. Na yote ifanyikaga sawa sana imani yako, au sawa sana imani yako. Yesu agusema kwamba ifanyike kwako sawa na mawazo yako, lakini sema kwamba sawa na imani yako. Mtu ambaye anaweza kuwazia tena namna gani anaweza kufanya na yeye kutenda, aendelea kuwaza kwake na aweze kungoja wakati ambao imani itageuka kuwa ufunuo. Lakini wakati imani inageuka kuwa uhakika na ufunuo, na hapo sasa unajua namna gani unaweza kufanya, na hapo sasa Mungu anakuwa pamoja na wewe na anashuhudia neno lake sawa na imani yako. Na ninawambia wakati imekaribia ambamo tutaweza kuona maajabu ya Mungu,
na wamoja wataweza kushangaa kwa sababu ya yale ambayo Mungu atakayofanya, maajabu ya Mungu. Naamini kwamba atafanya kwa mwisho yale aliyofanya kwa mwanzo. Kurudishiwa inamaanisha kurudishiwa kwa mambo yote, na ni hivyo ndivyo kinywa cha Mungu kilisema, na itakuwa hivyo. Na tunaishi katika wakati ambamo yote itarudishwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu ndani ya kanisa la Mungu aliye hai na kanisa la Bwana. Acha Mungu abariki si sote na hii mambo yote iliyo tofauti ambayo Mungu amekwisha kutuonyesha katika neno lake. Aturuhusu tuweze kutosha mafunzo ndani yake, ili tuweze kujua namna ya kushikamata na kutembea na namna ya kuweza kukutanana na kupingana na wale wote ambao wanaoenda eneo kwa eneo na nyumba kwa nyumba na miji kwa miji, wakiwa na masababu mbaya na nia mbaya. Lakini tunataka tuweze kuwa sehemu ya wale wanaotayarisha njia kwa Bwana, ambao wanaopita mbele na ambao anaowachukua pamoja naye na ambao anaweza kushata waweze kubarikiwa naye. Na mimi kwamba tunashukuru kwa ajili ya mafundisho kama haya. Ninawaza kwamba ni lazima sana. Inaomba kuwa na macho iliyo wazi. Inaomba kuweza kujua kazi nimefikia wapi mbele ya Mungu na namna gani Mungu anaiona. Hatupashi kuhukumu kitu fulani kwa akili yetu wenyewe au kwa ujuzi wetu. Tunapaswa kushilinganisha siku zote katika maandiko matakatifu. Acha Mungu atubariki. Hilo ndio ombi langu. Amina. Tusimame na tuombe pamoja. Tunapokunja vichwa, tunapofumba macho, tunapofungua mioyo, ningetaka niweze kuuliza wangapi ambao walio hapa, wale ambao wanaohitaji kwa moyo wote, ili waweze kuhukumu kwa namna njema kitu, kuweza kutenda katika hali fulani sawasawa na neno la Mungu, na kuweza kuhukumu mambo kama vile Mungu anavyoyaona na kadhalika, na yale yote ambayo iliweza kuzungumziwa. Ninawaza ya kwamba kulikuwa mawazo iliyo tofauti iliyoweza kuzungumziwa, au yale ambayo tuliweza kuzungumzia pamoja. Nani anayehitaji tangu leo ili aweze kutumikia Bwana kwa namna hii, kwa saa yote na kwa wakati wote, katika hali yote, ili aweze kupanga mambo mbele ya Mungu na kuweza kuyahukumu sawa sawa iliyo kwa namna iliyo njema, na kuweza kupata neema mbele ya Mungu, ili tuweze kugeuka kuwa kanisa la kibiblia ambalo ndani ya yote, na sio juu ya mambo fulani, na sio juu ya mambo fulani ya kimafundisho, lakini katika mambo ya kuweza kuyazungumzia na mambo fulani pia, mambo fulani ambayo inaweza kuwa ya kibiblia. Bwana mwaminifu, kwa moyo wote tunakushukuru. Tumefumba macho yetu ya mwili, lakini macho ya roho imefunguliwa. Tunakuona, tunakusikia, unatembea katikati yetu, unatuzungumzia, unatenda juu yetu, ndani yetu, unatusimamisha, unaturudisha, unatukosoa, unatusaidia ili tuweze kufika katika ukamilifu. Bwana mpendwa, hatujiangalie sisi wenyewe, kwa maana kama vile tumesikia ndani ya Zaburi, hakuna mwenye haki hapa duniani ambaye anayeweza kusimama mbele yako, lakini kuna wale waliohesabiwa haki na wewe, waliobarikiwa na wewe, waliookolewa na wewe, waliotakaswa na wewe, waliojazwa na Roho Mtakatifu wako. Bwana mpendwa, kuna kanisa hapa duniani linalochukua jina lako, linalochukua neno lako, linalochukua tabia yako, kanisa lilo hai, na tunaweza kuwa sehemu yao. Bwana mwaminifu, hata yale iliyotangazwa hapa leo igeuke kuwa uhakika ndani ya maisha yetu. Tupatie hukumu ya kweli, utupatie neema na hekima katika hali yote. Bwana, tupatie upambanuzi wa roho, upambanuzi ya masababu, upambanuzi ya wandugu, ya mafundisho na ya mahubiri, na hivyo na kadhalika na kadhalika. Bwana,
ninakushukuru. Ulifanya mambo makubwa kwa ajili yetu leo na ndani yetu katika saa hii. Umetusaidia tangu leo, unataka utembee pamoja nasi kwenye njia ambayo tusiyoona bado, lakini wewe unaijua, nawe unatushika kwa mkono. Hata kama sijui njia, wewe unaijua vizuri, Yesu wangu. Hata kama sijue njia, lakini wewe unaijua vizuri. Yesu wangu hajawahi kuchelewa. Bwana mwaminifu, tunaomba kwa ajili ya wandugu wetu wanaohubiri neno lako. Bwana, uwe pamoja nao kwa namna iliyo ya kipekee hapa katika mahali hapa na katika maeneo zingine ndani ya ulimwengu. Utusaidie tuweze kufanya ili bibi harusi wako aweze kurudi na kutembea katika hatua moja, akikubaliana neno lako. Kwa maana namna gani watu wawili wanaweza kutembea pamoja kama hawakubaliane, kama hawaelewane? Bwana, acha tuweze kukubaliana na wewe, ni kusema pamoja neno lako kwa kiwango unaweza kutembea pamoja nasi, na wewe sisi pamoja na wewe. Bwana mpendwa, ulitubariki, tunakushukuru kwa ajili ya hiyo kwa moyo wetu wote, kutoka kilindi cha moyo. Gusa sasa wagonjwa, walio wadhaifu, wale wanaoteseka. Ulituma neno lako na wale wote wanaoliamini wanapona. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo kwa moyo wote. Ukombozi ya ujao, ukovu wa ujao, na hiyo ndiyo Biblia yetu inafundisha. Haleluya! Sifa na heshima, utukufu na maabudu iwe yako wewe, Mungu uliye hai, ambaye aliyejifunua kwetu ndani ya Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Bwana, tujaze, utujae na utujibu, na ufanye tuweze kupata sehemu katika yale unayofanya. Usifiwe kwa ajili ya kutembelewa kwa neema ambao uliotupatia leo, na pia kwa ajili ya kuturuhusu kuweza kutofautisha sauti yako na sauti zingine zote. Sauti yako ni neno lako. Haleluya! Utukufu na heshima iwe yako sasa, iwe yako leo na hata milele na milele. Amina.